Mheshimiwa Spika, niendelee kutumia nafasi hii pia kukupongeza sana wewe binafsi kwa namna ulivyoendelea bunge hili kwa weledi, busara na ujasiri wa hali ya juu, na katika kipindi cha uongozi wako katika bunge hili sote tumekushuhudia imani kubwa ya dunia kwa nchi yetu kupitia wewe spika wetu. Pale ambako Umoja wa Mabunge Duniani ulipoamua kukupa dhamana kubwa ya kuwa rais wa mabunge ya dunia, hili si jambo dogo pia nalo. Kuchaguliwa kwako si tu kumeliheshimisha taifa letu pekee, bali kumeliheshimisha bunge letu ambalo ndilo liloanza kuonesha imani kwako na kujivunia. Lakini vile vile umewaheshimisha wana Mbeya mjini kama wapiga kura wako, ambako ndio jimbo lako, kuwa wewe ndiye kiongozi bora na mahiri. Na Mheshimiwa Spika, sote tunafahamu kuwa umefunga mkanda wa kazi na upo tayari kuwahudumia wananchi wa jimbo lako jipya la Uyole. Baada ya kuwa umefanya vizuri kwenye jimbo lako la Mbeya mjini, sina shaka kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kubwa kukupa ridhaa hiyo ili kuweza kuwakilisha katika chombo hiki na majukumu uliopewa kwa ngazi ya kimataifa. Na niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kukutakia kila laheri Mheshimiwa Spika katika uchaguzi mkuu ujao. Ninaomba wana Uyole mrudisheni Mheshimiwa Spika mheshimiwa wetu bungeni ili aje kuwakilisha vizuri na aweze kuendesha bunge letu vizuri.